Upanuzi wa awamu ya 3 wa skimu ya umwagiliaji Idudumo iliyopo katika halmashauri ya mji Nzega, mradi unaotekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 36.7, sasa unaendeleza mafanikio makubwa ya hatua za awali, ambapo wakulima tayari wameanza kunufaika na huduma ya umwagiliaji, na upanuzi huu unakwenda kuongeza eneo la umwagiliaji kutoka hekta 173 hadi kufikia hekta 1550, hivyo kuwafikia wakulima wengi zaidi na kuongeza uzalishaji kupitia kilimo cha msimu zaidi ya mmoja kwa mwaka. Na hapa tuko katika skimu ya umwagiliaji ya Idudumo, ambayo ni skimu iliyotengewa fedha au imepewa fedha kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji, ambayo ni takribani shilingi bilioni 36.7, ambayo ndo inaendelea kukarabatiwa. Na kukamilika kwa mradi huu utaongeza eneo la umwagiliaji kutoka hekta 60 zilizokuwa mwanzoni mpaka kufika hekta 1550. Na kuongeza kwa ile eneo na maana tunaenda kuongeza sasa uzalishaji wa mazao, hasa zao la mpunga, kutoka tani tulizokuwa nazo mwanzoni ambazo ilikuwa ni kama tani 1000 tulizokuwa tunazalisha mpaka kufika tani 8000. Na kuongezeka kwa uzalishaji huu na maana kunaenda kumnufaisha mkulima, ambaye sasa tutaongeza kipato cha mkulima kwa kuwa atakuwa anapata mazao ya kutosha kwa ajili ya familia, lakini kwa ajili ya biashara pia. Kabla ya mradi huu kuletwa na serikali hapa kijijini kwetu, naweza kusema kwa ujumla tulikuwa na maisha magumu sana, kwa sababu tulikuwa tunahangaika. Hii miundombinu ya mbuga yetu ilikuwa hafifu sana. Hapo kwenye intake hii hapa kulikuwa na vile vipaipu vidogo vidogo vitatu ambavyo vilikuwa vinasafirisha maji kidogo sana, sijui hata lita ngapi tu kwa kutwa nzima. Kwa hiyo tulikuwa tunagombana hapa, watu tulikuwa tunapigana hapa kwa ajili ya maji, kila mtu apate kwenye familia yake, kwamba hakikishe maji mimi ninapata kwenye majaruba yangu ili familia yangu ipate kula chakula. Lakini kwa jitihada ambazo zimefanyika, huyu mama amekuja akauboresha tena, akaleta tena miundombinu tena, akaboresha hiyo mifereji. Na kwa sasa hivi hii mifereji ina uwezo wa kumwagilia kama 300 na kitu bila buguza yoyote. Kwa kweli tunafaidika sana, kwa sababu ukilima kiangazi unakuwa na kipato kikubwa, tofauti na ule msimu wa masika ambao mnakuwa wakulima wengi, lakini kiangazi mtalima na utanufaika kwa kikubwa. Utaweza kusomesha watoto na huduma mbalimbali za maisha za maendeleo unaweza ukazipata. Mbali na maboresho haya makubwa ya skimu za umwagiliaji, serikali ya Dr. Samia pia imeanzisha mfumo wa utoaji wa zana za kilimo zinazokodishwa kwa gharama nafuu ikilinganishwa na sekta binafsi, hatua ambayo tayari imeanza kuwahakikishia wakulima unafuu wa gharama za uzalishaji na hivyo kuongeza tija mashambani. Halmashauri ya mji wa Nzega tulibahatika kupata zana bora za kilimo ambazo zililetwa na Mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika zana hizi za kilimo zilizotufikia halmashauri ya mji wa Nzega, tulipata trekta 20, trekta ndogo yani pawatira 9, trailer za trekta 6. Tulipata pia majembe kwa ajili ya kuvutwa na trekta ambayo yako ya aina 2 ambayo ni diski plow, tulipata 10. Tuna modboard plow ziko 10. Pia tuna aina 2 za haro. Kuna haro ndogo na haro kubwa. Haro kubwa hizi hydraulic tuko nazo 10, na pia haro ndogo ambazo ni offset pia tuko nazo 10. Sambamba na hizo pia tulipata combine harvester 2, moja ikiwa ni ya kuvunia mpunga na ya pili ikiwa ni ya kuvunia mahindi na mtama. Vile vile tumebahatika kupata planter, yani kipandio kimoja
kinyunyizio yani boom sprayer moja na chizo au tunaita cultivator moja. Kwa hiyo hizi zana zimekuwa ni chachu kubwa sana kwetu kwa wakulima wa Nzega, na wamefurahi sana kwa sababu kwa gharama ambazo walikuwa wanatumia awali zimepunguza kwa 28% hadi 38%. Hapa kwetu hapa kwenye skimu yetu kuna zana za kulimia, kuna matrekta alikuja akalima ile kiangazi. Yalivyoingia maji wakatuletea mapawatila, yakawa yanachakata chakata umo mbugani. Bei yake ilikuwa 35,000, lakini za binafsi huwa tunalimia kwa heka moja ni shilingi 60,000 mtu binafsi. Hizi za serikali zenyewe tunalimia 35,000 heka hii moja. Alafu ukishaanza kurudia unatoa tena 35,000, kwa hiyo 70,000. Inaachana umbali zaidi, sababu ile ya binafsi ni 120,000 unalima mara mbili. Hii ya serikali ni 70,000, pale kuna tofauti kubwa sana. Kwa hiyo tunashukuru sana kutuletea, pamoja na pale kuna mbolea tena huwa tunaenda kuchukua zile za ruzuku. Bei yake ni shilingi 75,000, ila dukani ni 100,000, ukienda kununua mpaka na 120,000. Sisi tupo kazini na mama, kazi na maendeleo. Sisi tuko kazini na mama, kazi na maendeleo. Kazi na maendeleo. Kazi na maendeleo.